faman ittaba'a hudai fala yadhillu wala yashqa, yule atakayefuata muongozo asidhani kwamba atapotea wala atakuwa mwovu. Waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhank, atakayejichagulia utaratibu wa maisha yake atakuwa na maisha ya dhiki. Wanahshuruhu yawma alqiyamati a'ma, atafufuliwa kwa ajili ya malipo yale aliyokuwa anayafanya. Lakini sura atakayofia ni tofauti na ile atakayofufuliwa kwayo, ni kwa sababu ya kuto kufuata utaratibu na kanuni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-insanu baina tariqain, mwanadamu yupo kati ya moja ya njia mbili, ni tariqul istijabatu lillah. Chaguo la kwanza kutekeleza sheria za Allah na kanuni zake. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum, enyi mnaosifika na sifa ya imani, fanyeni yale waliokuamrisheni Mwenyezi Mungu na mtume wake pindi watakapokuiteni katika jambo linaloweza kuuhisha imani zenu. Katika vitabu vya watu waliotangulia palikuwa na maneno haya kutoka kwa Allah kuwaendea wanadamu: ya abdi kun li kama urid akun laka kama turid. Mwenyezi Mungu anasema, ewe mja wangu, ishi kama ninavyotaka mimi na mimi nitakuwa kama unavyotaka wewe. Kila mmoja ajiangalia anahitaji nini katika maisha haya. Mambo chungu mbovu, utayapata yale unayoyahitaji na zaidi yale unayoyahitaji. Lilladhina stajabu lirabbihimul husna, hakika wale ambao wenye tabia ya kutekeleza amri za Allah Subhanahu wa Ta'ala, malipo yao ni janna. Walladhina lam yastajibu lah, lakini wale ambao hawako tayari kumjibu Allah, law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu ulaika lahum su'ul hisab. Siku ya Kiyama, baada ya kufufuliwa ili kulipwa, watatamani wawe na vitu vingi vya kutoa fidia ili Allah awahurumie. Haitowezekana hiyo. Kosa lao ni moja tu, hawakumjibu Allah, hawakuwa tayari kuingiza amri za Allah katika mfumo wa utekelezaji wao. Jambo la pili, tariqul hawa, ni njia ya mtu anachagua kufata matamanio ya nafsi yake, kwamba fa in lam yastajibu lak, umeshawafikishia mambo mengi, fa'lam, tambua, annama yattabi'una hawaahum, wanafata matamanio ya nafsi zao. Allah anasema, man adhallu mimman ittaba'a hawahu, hakuna mpotevu zaidi isipokuwa ni yule anayetanguliza maslahi yake, kwamba hapa nakwenda, hapa siendi. Na Allah anasema, inna Allaha la yahdi alqauma adh-dhalimin, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hana kawaida ya kumuongoa yule anayedhulumu nafsi yake kwa kufata matamanio ya nafsi yake. Idha tabayatum bil'ina wa akhadhtum adhnab al-baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktum al-jihada, itafikia hatua watu watafanya biashara kwa nje ni biashara, lakini ndani kuna riba. Na watu itafikia hatua zama kwamba mtu atapenda zaidi maslahi yake ya kidunia, anaacha masala ya kidini. Mtume anasema, ikifikia hali hiyo, sallallahu alaykum dhulla, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuleteeni udhalili, na wala hatauondoa udhalili huo hata tarji'u ila dinikum, mpaka mrudi muache matamanio nafsi zenu, mrudi kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala.